Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na lile tamko ambalo limeweza kutolewa na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuhusiana na mchezo wao wa ligi kuu ya NBC dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kuahirishwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Sports Club waliweza kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huu kwa ajili ya kufanya mazoezi, lakini basi la klabu ya soka ya Simba mnamo Machi 7 liliweza kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kutokana na klabu ya soka ya Simba kuweza kushindwa kufanya mazoezi, wakaweza kuandika barua kwamba hawatoshiriki mechi dhidi ya Yanga Sports Club kwa sababu kikanuni na kisheria walipaswa kufanya mazoezi ya mwisho kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huu, lakini kutokana na makomando wa klabu ya soka Yanga kuweza kuwazuia Simba kuingia kufanya mazoezi, basi wakaweza kuahirisha mchezo huu. Sasa kwa upande mwingine Young Africans wao, kwa sababu walikuwa wameshafanya maandalizi, wakaweza kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kucheza mchezo. Sasa Young Africans wameweza kutoka hadharani kutoa tamko kuhusiana na wao kushindwa kucheza mchezo kwa sababu ukiangalia tayari wao walienda katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuweza kufuata taratibu zote. Sasa Young Africans msimamo wao ukoje? Yanga wanasema hivi: taarifa kwa umma. Kamati ya utendaji Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi imefanya kikao cha dharura tarehe 9 mwezi Machi 2025 kwa ajili kwa njia ya mtandao kujadiliana kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM yaliyofanyika tarehe 7 mwezi Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice iliyopo jijini Dar es Salaam. Barua ikaendelea kusemaje? Ikasema hivi: kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni ilivyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 mwezi Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu kuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta maombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na wasimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sitofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 mwezi Machi 2025, klabu ya soka ya Simba ilitoa tamko rasmi ya kugomea mchezo huo na kigezo cha kupata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Barua kaenda kusema hivi: huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba asubuhi tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa kwa vyombo vya habari akitoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika.
Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi wa ligi, mchana wa siku hiyo tarehe 8 mwezi Machi 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Moja, kama klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Mbili, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kuto kushiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Tatu, kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira mguu TFF kuvunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema na kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na washabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu ya uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo taarifa rasmi ambayo imeweza kutolewa na klabu ya soka Yanga Sports Club. Ukiangalia msimamo wao ni kwamba hawatocheza tena mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba. Tatu, wanaomba kamati inayosimamia ligi kuu Tanzania bara ikiongozwa na CEO hapa tukienda kumwongelea Almas Kasongo sambamba na mwenyekiti Steven Mguto kuweza kuondolewa madarakani kwa sababu wameshindwa kusimamia sheria zinazosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Lakini vile vile Young Africans wameweza kudhibitisha kwamba wao hawakupewa taarifa ya klabu ya soka Simba kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ndio maana walishindwa kuwafungulia kwenda kushiriki mazoezi yao, kwa sababu ukiangalia kikanuni Young Africans walitakiwa kupewa taarifa na wapinzani wa jadi ambao ni Simba Sports Club. Kwa msimamo wa Yanga kwa sasa, kwa sababu TFF bado hawajatoa taarifa rasmi, kwa sababu bado uchunguzi unaendelea, malengo yao ni kwamba hawatocheza tena mechi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Bila kusahau wameomba kamati inayosimamia ligi kuu Tanzania bara ikiongozwa na mwenyekiti Steven Mguto sambamba na katibu wake Almas Kasongo kuweza kuvunjwa kwa sababu wameshindwa kusimamia haki katika mpira wa miguu nchini Tanzania. Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini mpaka sasa tunavyoongea TFF kupitia bodi yake walitoa tamko moja, ni kwamba mchezo huo umeweza kuahirishwa. Kwa hiyo kwa upande mwingine mpaka sasa hawajatoa taarifa rasmi ni kwamba mchezo huo utakwenda kuchezwa tarehe gani, kwa sababu TFF katika taarifa yao walithibitisha kwamba watakwenda kutoa taarifa rasmi ya mchezo huo, kwa sababu ukiangalia ni mchezo mkubwa ambao unavuta hisia za mashabiki wengi. Kwa hiyo huenda tukashuhudia mambo mengine yakienda kuhappen katika taarifa ambayo watu wengi wanaisubiria kutokea katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho Young Africans wameweza kukisema? Unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kusianashi maoni yako.